bibi ya Mwanza au yopika enkonga na hayafika nyumbani walikuwa nani makepa. Sasa unaona yeye amezingazinga kama wale wakina Pendeki. Ndugu yangu Etiba alisumbuliwa na matatizo ya nyumba yake, alienda kujenga karibu na Antoni. Bino nyumba ya umbila ete awachuchiliru. Kwa hiyo JPS Online, kwa pamoja tukupashe. Tuko kwenye conference, najua tumesikia malalamiko, kiongozi amesema kwamba wenye makomediani ambao wamechukua kuna Gatuso Anyanga, na Gatuso Anyanga mwenyewe ndio huyo hapo kama ana Biblia mkononi, japokuwa ni chafu, yeye ni pastor wa Maswaga, najua mnafahamu na movie yake kama hiyo. Hapa tuna GPS TV, Kasako Media, Sadi TV, Babalao TV na Jelma TV. Tuzidi kusikia kuhusiana na Gatuso Anyanga atakapotuambia kuwa ameonaje heshima ambayo amepewa na Methodist Choir. Bana mimi tutoka ziara mistaka katika kwenye kamera anashutangwa maana. Yeah. Yani washekeshaji wa jamhuri hapa jumbani kwetu, kama gisi kilivyoanza mwanzo. Najua waliokuwa nasi mwanzo wametuona kwenye Sadi TV tulivyoimba mpaka na mkutano pale, tulimbaka kwenye sikukuu ya uzinduzi kuja kutangaza tarehe ambazo tumezifikia na hivi tunaenda kuhitimisha. Tulikuwa mimi Etiba Samaki na Kifaru Mabulo, wanaotujua Mama Zu jamani sombe abenu alala abwana shie. Tulikuwepo wote siku hiyo na tuliwakilisha, na waliofuatilia Sadi TV waliona kila ambacho tulikitangaza. Kwa hiyo kwa siku ya leo tunakuja kuambia ndugu zetu watazamazaji ambao wako kwenye jamhuri yetu ya Kabili Nyarugusu, siku zimefika, ni tarehe 26 Jumamosi. Okay, ni siku hii Jumamosi ndio itafanyika uzinduzi wa nini uzinduzi gani tole na China uzinduzi wa mwisho kwaya utakaofanyika siku ya Jumamosi tarehe 26 mwaka wa 2025. Kwa hiyo mwanamemba yoyote ule ambaye anaweza kuhitaji kadi ya mwaliko siku hizi, bado najua nafasi ipo. Viongozi wa baba nafasi tele. Baba nafasi ipo. Ni shilingi yako 5,000 mango na bei ama osa. Kwa kuonyesha nimewakilishwa kila kitu niko najua. Ule mlobelo tuye to beni. Bali kuambia kazi ya Mungu iko na makosa. So utulize sasa roho. Uko haraka nini? Nasikia ndugu zangu watamaza. Sadi. Ndugu zetu, kwa hiyo tunapewa nafasi ya Saka walikuwepo na kina Itiba na kina Mama Zu. Lakini nataka na maswali madogo, na tuna maswali kwa ajili ya Gatuso Anyanga. Hivi Gatuso Anyanga, umejisikiaje kwanza kupewa kadi ama heshima kama na hii kwa alipo na Waamsho Choir, maana makomedia ni wengi sana kabisa? Naweza nikakujibu swali ndugu yangu mtangazaji kwa ufasaha kufuatana na jinsi muuliza. Waamsho Choir ni sawasawa na nyumbani kwetu sisi. Hapa ni nyumbani, kwa hiyo wajibu wa kupewa kadi kama hizi nimejisikia faraja, sio hodari ama hekima. Nasikia nimejisikia faraja kwa furaha ya kuona kanisa zetu mpaka ziliomo nyumbani mwetu zinaona kila ambacho tunakifanya, wakaona hapana. Kwa kudumbukizwa kwa nani, unajua shetani ana vyake naye. Mangu acho bashimutu ibabwenge, lakini wakaona hapana, kwa mtazamo hii uzinduzi wetu inabidi tuwe na ndugu zetu wote, japokuwa masuti hazifuiwaki Biblia chini muso. Hii ilianguka pale kwa matope, ndio maana unaona iko hivi. Labda hapo Mr. Gatuso Anyanga, mwigizaji maarufu, na pia ikumbuka kwamba kwenye siku za usoni hapo umekwenda kuachia filamu yako ambayo ilikuwa Pasta wa Maswaga. Kuna swali moja kwa mchungaji na mtumishi wa Mungu. Labda kwenye Biblia yako hapo ukienda kusoma Mathayo 7:7, waga inazungumzia kitu gani? Mathayo 7:7. No. Nini sasa? Nisisome, niseme tu direct. Wewe unakariwe kama mchungaji. Mchungaji wewe tata. Basi Mathayo 7:7, ulisema 7:7. Mathayo 7:7.
Ni heri kila mzazi kumheshimu mwanae kipindi cha shida na raha, kwa sababu dunia hii ambayo tumezaliwa sasa hivi, kuna kizazi ambacho sasa hivi kimesharibika kabisa. Kwa hiyo hii 2000 ina vitu vingi, na maandiko inasema hivi: mtakatifu mtakatifu Mungu wa Yakobo, mmeruhusiwa kuwa na uhuru mmepewa na wazazi wenu. Nasemea kwa ile 77 sasa hivi. Uisikilize sasa. Mmeruhusiwa kupewa uhuru na wazazi wenu mkaishi popote pale ambapo mnajisikia kuishi. Unaona? Sio kwamba mmepewa uhuru ndio iwe sasa hasima ya wazazi wenu kuwavunjia heshima. Sasa hivi watoto wa 2000 wanaongoza sana kwa ukosefu wa adabu. Basile basoshi ole bechu baisha kuwa bakubwa kwa baba yabo. Benye banalazala walazala wenye walawazala waliwazala. Unaona? Kwa hiyo wamejikuta sasa wenyewe ndio ulimwengu. Na ndio maana nilisema hapa imeandikwa kuwa 777 ni heri mheshimu na mtoto akuwavyo mtoto alewavyo. Yani anasemaka mtoto akuwavyo ndivyo nani uleavyo ndivyo yani ule mtoto jinsi akuwavyo mtoto jinsi akuwavyo ndivyo aleavyo. Ina maana kuna watoto wameharibika humu kufatana na mila za baba yao malezi. Hiyo hapo ni Mathayo 7:7. Kwa tukisema ombeni nanyi mtapewa, sijui itakuwaje. Okay, labda siku hiyo tarehe 26 Gatuso kama Gatuso utachomoka na nani hapa? Mimi nitachomoka na Biblia mkononi tu. Mkononi ni mimi na Biblia. Nitapiga koti safi ravavant nani ile ya nshingu ile ya kushuka. Nilitaka sema jina hapo lakini niliona kama nilienda mbaya nayo. Nitaileta ile ya kushuka hapa na funga na vishikizo mzuri, shati kama kawaida. Unampa mwaliko mtu yeyote au tukisema kwa wasanii wa kike hapa nyumbani kwetu ambao ungetamani kutoka na siku hiyo ya tarehe 26 akiwemo? Nisikukate kauli. Siwezi nikaja kwenye mambo ya Mungu na hivi vijana vitoto vya huko. Hapana. Hapa tunakuja ni kanisani mikununizungi uzunjuzi. Ulibu sasa itu beni. Ulibu sasa. Bibi ya Mwanza uyopika enkonga. Na hayafika nyumbani walikuwa nani Makere. Sasa hivyo ndio mtoto wa mtu anakuaka naishi, alafu nimlete kwenye neno la Mungu itapitikana. Na pia Gatuso umesema kuwa uwezo kutoka na wanawake watoto, yani watoto wa huko ambao wamezinga nywele kiufupi. Na nikiangalia kwa wao ambao umeongelea mmoja wapo yupo hapa. Nani? Huyo hapa naye ni mtu wa mwisho kwaya. Unaona huyu ana obongema na somachi hivyo besele tele molola ele tibia ole mololelu obe. Huyu hivi zimezingwa si amesukwa. Unaona ni nywele. Wewe hivyo wewe jisukwa hapo, tukifunula makofia za mavijana mtakutakuta vile vimanywele vya ujana mai ya moto. Huyu amesukwa. Sasa unaona yeye amezingazinga kama wale wakina Pendeki. Vizuri sana mzee Gatuso, mchungaji mtumishi wa Mungu. Labda siku hiyo sasa ni chakula gani ambacho ungependelea kutumia siku hiyo? Mimi napenda kula sana mpunga yenye banachanga wali na sinajua mpunga napenda sana kukula mpunga yenye banachanga na wali. Mwile mpunga bakichanga wali basi kwase kuniwekea bule bukirda bule. Unajua ndio bunakiachia laza chakula mzuri. Mwacho mwambela na hii mwani pake ya kirda ino mangu anjalile sana butula niisha maliza kula mpunga na wali. Msinitilie maragi. Nitakula hiyo tu mpunga na wali inanitosheleza, na vile vingine bebi na kwasa wali vya mrefu bila bikweta binatewa bya shibiti spaghetti hiyo. Spaghetti ala hiyo nilisema wewe. Gatuso, kuna swali lingine. Ukiachana na kuja kufanya show kwenye ngoma hizi za kibuyu, kabla hujafika hapa ulipokuwa unafanya vipindi vyako kwenye kazi zingine, kwa hujawahi kumtaja Mungu kwenye kazi zako. Kwa nini leo, kwa sababu umealikwa kuja kufanya show mpaka utusomee maandiko? Sema kweli, wewe ni shahidi wa Yehova. Mimi huwa natanguliza Mungu kwa kila kazi yangu yote. Hamna, sijawahi kuona kipindi chako ambacho kinahusiana na Mungu. Basi unataka kunihusilisha na Mungu? Kama ni kanisani niingiaga, kusinagogi pana ni kuingia ile. Kila asubuhi naendaka kumasali ya asubuhi
na kili Jumatatu naendaka kanisani. Sasa kanisani Jumatatu ni lwangu Vainga. Nilitaka niseme siku ya Mungu. Siku ya Mungu Jumapili. Kili Jumapili naendaka kanisani. Sasa wewe utakia niulize hiyo swali. Hamunionaki kanisani? Ni kuingia sektere ye nani? Ile kubalia abilela emea. Labda nikuulize kidogo hapo Mheshimiwa Gatuso Anyanga. Tuambie utofauti wa mwaliko ambao ulipewa na kwaya hii hapa na utofauti ambao ulipewa mwaliko na Nyagomani Ngamwaka. Tuambie utofauti ni upi na utakuja fanya yapi ya utofauti zaidi ili watu wapende kufurahi zaidi na wewe? Nitake kuambia watu kwanza, sasa hivi mimi na ujana mai ya baridi sikuweko sana. Na mimi ni mtu ambaye nimeshajiweka kwenye mambo ya kumtumikia Bwana. Hiyo kuna ule utofauti ya uviwa tenda. Kuna ule utofauti wa kufanya makazi. Kwa gisi naweza nikafanyia kazi ya kanisa, sio gisi nitaenda fanya kazi ya Nyagomani. Hapana. Kuna tofauti na kuna taratibu. Hizi ni taratibu za kiroho. Hizi ni taratibu za kimungu. Kwa hiyo napaswa niwe kiroho. Maana mimi ni mtoto wa kiroho. Waambie watu utafanya kwa asilimia ngapi, kwa sababu hapa ni kazi ya kiroho, sio kazi ya dunia, na watu watarajia waone makubwa zaidi, kwa sababu siku hiyo ni siku tofauti ambayo ulivyosema wewe unatumikia kiroho zaidi. Kwanza nitake kuambia watu ambao wakubahatika kuja kushuhudia tukio ile ambao sisi tutakuwepo, ni kwamba siku hiyo Jumamosi watakaa mitaani tu kurangaranga, lakini kwenye kutakuwa kila kitu ni hapa, kwa sababu ndio kutatangazwa neno la Bwana. Na pia Gatuso, kiangalia kwenye makomedi ambao tunafanya vizuri sasa hivi kambini, ambao mnafanya ambao mnafanya vizuri, kuna Mama Zuu, kuna Echiba, kuna wewe. Na nataka nifahamu kuwa kwenye huo mwaliko hivi Echiba naye yupo, Mama Zuu naye yupo, ama ni Gatuso? Mwaliko ambao upo hapa ni wetu sote. Sisi watatu, maana sisi ndio tumefungula hapa, na hivi kama tumekuja kufikia kwenye hitimisho ni kwa sababu ya kuona kuna magumu yalijitokeza hapo katikati. Si mnajua mashetani alisikia kama tunaingia mkazi ya Bwana, wakaanza kutufuatilia. Mwenzangu Mama Zuu alikuwa anaumwa sana. Nadhani taarifa hizo munazo. Na ndugu yangu Echiba alisumbuliwa na matatizo ya nyumba yake, alienda kujenga karibu na Antoni. Bino nyumba ya umbila hete awacho Chilebu. Kwa hiyo matatizo yaliwafanya wenyewe wasionekane. Lakini mimi mkiniona mimi ni kama umewaona wote ambao umewataja hapa. Maana nimevaa usika mzee. Nimevaa kama usika kwa ndugu zangu, kwa kuwa mwanzo tulikuwa nabo na tena hivi mwanzo tutakuwa nabo. Na tena hadi mwisho hivi tuko nabo. Asante sana. Umesema kuwa watakuwepo, yani umemaanisha kuwa watakuwepo. Lakini watakuwepo. Tukiangalia swala la Echiba, umesema kuwa amepata mafuriko ya nyumba, imeangamia na maji. Na huku upande wa kushoto Mama Zuu alikuwa ni mgonjwa, japokuwa amerudi siku hizi hapa tukihesabu tuna wiki moja. Sasa ataweza kurudi kwenye comedian kama kawaida ama bado na mazaifu? Sikia nikwambie baba, hakuna mti mkubwa kama mti. Hakuna nkate ngumu mbele ya chai. Sisi ni ushirikimiano wa ukaribu sana. Kwa hiyo tuna ule muda wa kusema mwenzetu hivi kadiri gisa alikuwa anaumwa, kwa kufatana na itilafu ya magonjwa atarudi nyuma kikazi. Hapana. Kama mimi nipo, ni kama Kifaru yupo, ni kama Echiba yupo kwa upande mwingine, lakini mtemule mchikini man wengembo. Kwa hiyo kwa hii kazi Kifaru atakuwa kama gisa alivyokuwa, maana toka mwaka 2024 mwezi wa 8 alishika iti song Kifaru Mabulo aka Mama Zuu ya saundi yake ya jamani sombe abe no alala. Paka sasa hivi hiyo iti haijavunjwa na nshekesaji wowote hapa kambini kwetu Nyarugusu. Waki utofauti. Unaiacha wapi Sensema ambao ulipiga wewe na Sensema ilikuwa kabla
ya abwana shie Ojima Brand. Ojima Brand imeanza mwezi wa 8, Sensema ilikuwa mwezi wa 6. Ukaiharibu kutoka kwenye Sensema ukaita Kisensere. Kisensere Barunde boss. Yaani nimegeuza kwa Kiruga. Labda siku hiyo ya tarehe 26 ukipewa nafasi ya kuwahubiria watu mule ambao watakuja kuhudhuria uzinduzi wa kwaya yetu, au sio? Ukipewa nafasi ya kuwahubiria watu ambao watafika, kuwahubiria kuhusu kichwa cha neno itakuwa ni nini? Kichwa cha neno itakuwa ni vijana hawa na wakina dada wa 2000. Babi batubali muila Lubunga njana. Sasa hivi kambi tuko tuniangalizia kama Foloma na Goro na nani? Sodoma na Gomora. Sodoma na Goro. Sodoma na Gomora. Sodoma na Gomora. Yeah, Sodoma na Gomora. Kwa tuseme issue kubwa itakuwa vijana wa 2000. Ukiangalia vijana wa kike kama walivyosema waliotangulia kwamba wana mabig nyash. Wanafanya siku hizo wakijangalia nyuma, maamuzi na wanaweka sheria mkononi. Hata vijana wa kiume ndio hivyo. Sheria ni mkononi sasa hivi. Tumesema neno la siku hiyo litawahusu wao kama wao. Kuna ushauri kwa siku hiyo ambao naweza nikapewa nafasi, naweza nikatoa kwa vijana wenzangu. Maana kwa habari za uhakika, michezo na burudani, subscribe JPS Online TV. Kwa pamoja tukupashe.